Sisi Chadema wanaogopa uchaguzi. Sisi hatuogopi uchaguzi na hatujawahi kuogopa uchaguzi, kwa sababu Iringa hapa na maeneo mengine mengi ya nchi hii tumeshinda uchaguzi. Wanakuambia kwamba unaogopa uchaguzi, huyo ni mjinga. Hatuogopi uchaguzi. Hilo la kwanza. La pili, ndugu zangu, tumefika hatua ambayo sasa hivi katika nchi yetu haiwezekani tena kwa wananchi kupata viongozi wanaowataka kwa kupiga kura. Tumefika mahali ambapo kupiga kura hakuna maana tena. Tumefika mahali ambapo ukienda kupiga kura, kura yako haina thamani yoyote. Na haina thamani yoyote kwa sababu haiamui nani awe mwenyekiti wako wa mtaa, haiamui nani awe diwani wako, haiamui nani awe mbunge wako, haiamui nani awe rais wako. Imefika mahali kwenye nchi yetu hii, uchaguzi wetu sasa hauamuliwi na kura, unaamuliwa na bunduki za mapolisi na wanajeshi wetu. Uchaguzi wetu sasa unaamuliwa kwa mabomu na bunduki za mapolisi na usalama wa taifa na wanajeshi wetu wengine. Imefika wakati kila uchaguzi sasa ni kawaida kwa watu wetu kuuawa. Wanauawa na mapolisi, wanauawa na usalama wa taifa, wanauawa na wale ambao wameapa kutulinda. Tulipoanzisha jeshi nchi hii mwaka 64, wanajeshi wetu walikula kiapo mbele ya baba wa taifa. Walimwambia Mwalimu, katu sisi jeshi la wananchi hatutaelekeza silaha zetu kwa wananchi wa Tanzania, kwa sababu sisi ni jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Hatutaelekeza silaha zetu kwa wananchi tunaowalinda. Leo hii kila wakati wa uchaguzi ni wakati wa vita. Hawa waliokula kiapo cha kutulinda, waliosema hawatatuelekezea silaha, wanatuelekezea silaha na wanatuua. Ndio maana tumefika hapa tulipo, tunasema no reform, no election. Mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, kwenye uchaguzi wenye viti wa vijiji na mitaa, wameua watu 3. Kule Tunduma wameua kijana anaitwa Steven Chalamila. Manyoni kwetu wameua mgombea mwenyekiti wa kitongoji. Amepigwa risasi 4 mbele ya mkewe na watoto wake na askari polisi. Unaua mgombea mwenyekiti wa kitongoji ili asiwe mwenyekiti wa kitongoji, ikifika kwenye urais utaua wangapi? Na Temeke wameua. 2020 waliua watu Tunduma tena, wakaua watu Pemba, wakaua Zanzibar, wakaua Tarime. Mwenyekiti hasemi, makamu mwenyekiti wetu hasemi, polisi walivamia kambi yake ya kampeni, wakaharibu vyombo, wakamkamata mdogo wake wa kuzaliwa, wakamweka kwenye gari ya polisi, wakamchoma kisu, akafa. Huo ndio uchaguzi wa Tanzania sasa. Imefika mahali
ili CCM wabaki madarakani, inabidi tutoe watoto wetu kafara. Inabidi tutoe watoto wetu kafara ili waendelee kutawala. Ndio maana tumefika mahali tunasema no reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Imefika mahali ndugu zangu, na kwa sababu tuko Iringa, nataka tuzungumze mambo ya Iringa ili tuone, tuthibitishe kwamba uchaguzi katika mazingira ya sasa hauwezekani tena. Nataka nizungumze habari ya Iringa mnayoifahamu vizuri sana. Nyie watu wa Iringa, nyie, miaka 11 iliyopita, mwaka 2014 tulienda kwenye uchaguzi wa mitaa na vijiji, au nakosea? Hapa Iringa mjini, hapa Iringa mjini ya kwenu, kulikuwa na mitaa 126 2014. Kwenye uchaguzi huo, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua wenye viti wa mitaa wa Chadema 54 kati ya hao 126. Asilimia 43 ya wenye viti wote wa mitaa wa Iringa mjini walikuwa wa Chadema. Miaka 11 iliyopita, mwaka jana mmechagua 0. 0. Ilikuwaje? Nitarudi kwenye hiyo, lakini tujue tu kwamba 2014 tulichagua wenye viti wa mitaa 54. 2024, miaka 10 baadaye, tumepata 0. 0. Hamna hata mmoja wa dawa. Miaka 10 iliyopita, miaka 10 iliyopita, miaka 10 iliyopita, kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, nyie wananchi wa Iringa mjini, Iringa mjini ina kata 18. Kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua madiwani 14 wa Chadema katika kata 18. Sisi mliwaachia madiwani 4 tu. Asilimia 78 ya madiwani wote wa halmashauri ya manispaa ya Iringa walikuwa wa Chadema miaka 10 iliyopita. Leo ni 0. Leo ni nini? 0. Mnanipata? 2010 na 2015, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua mbunge wa Chadema, au nakosea? Mlichagua mbunge wa Chadema. Kuanzia 2020, 0. Sasa tuzungumze kumetokea nini iliyosababisha hizi 0. Hizi 0 zimetokana na nini? Iko hivi ndugu zangu. Ndio maana tunazungumza habari ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Iko hivi. Mfumo wetu wa uchaguzi na vyombo vya uchaguzi vyote ni vya CCM. Sheria zetu za uchaguzi na katiba yetu kwenye masuala yanayohusu uchaguzi, katiba ya nchi kwenye masuala ya uchaguzi na sheria zetu za uchaguzi ni za CCM, zinapendelea CCM.
Tunaelewana? Sasa tunapozungumza vyombo vinavyosimamia uchaguzi, tuna maana gani? Tume ya kwanza, tume ya uchaguzi, hiyo wanayoita sasa hivi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, haina uhuru wowote. Tume ya uchaguzi ni tume ya rais, na kwa sababu ni tume ya rais, ni tume ya CCM, kwa sababu rais wetu siku zote amekuwa mwenyekiti wa CCM. Mwenyekiti wa tume ni mteule wa rais, ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Makamu wake ni mteule wa rais, na kwa hiyo ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Wajumbe wengine wote wa tume ni wateule wa rais, na kwa hiyo ni wateule wa mwenyekiti wa CCM. Mtendaji mkuu wa tume, yule anayeitwa mkurugenzi wa uchaguzi, ni mteule wa rais, na kwa hiyo ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Hiyo ni tume. Chini ya tume, Refa Electronics ni wauzaji wa vifaa vya umeme, mafriji pamoja na mafriza, ni wauzaji wa TV aina zote, saizi zote, ni wauzaji wa mashine za kupandia pamoja na mashine za kufuria, mashine za umeme pamoja na za sola aina zote. Pia ni mawakala wakuu wa vingamuzi aina zote. Karibuni sana Refa Electronics, tunapatikana mtaa wa Posta, jengo la CCM. Namba zetu za simu ni 0744 50 50 50. Karibuni sana.